Mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoa wa Geita, Manjale Magambo, amehamasisha jamii kujitokeza kuwasaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu pamoja na wengine wenye uhitaji katika maeneo wanayoishi. Manjale amesema kutoa msaada ni moja ya matendo ya sadaka yanayompendeza Mungu. Hivyo amesisitiza umuhimu wa jamii kuwa na moyo wa kujitolea na kusaidia. Ametoa kauli hiyo mapema leo aliposhiriki kutoa msaada katika kituo cha watoto yatima cha Bright Light kilichopo mkoani Geita, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku yake ya kumbukizi ya kuzaliwa. Kwa upande wake, uongozi wa kituo hicho ulimshukuru Manjale kwa msaada aliyoutoa na kuwataka wadau wengine kuiga mfano huo wa kusaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Kwa na uwezo wa kufanya party kwenye hoteli nzuri, sehemu tukapiga moja baridi moja moto, tulikuwa na uwezo wa kwenda sehemu kama hizo, lakini tukasema hiki ambacho tungeenda kukitumia kule kuna watu ambao wanakihitaji. Ndio maana akafika hapa akauliza mahitaji yako kiasi gani na akabaini ni hivi vitu vinahitajika, na sisi tukakubaliana kwa mahitaji kama ulivyopewa na kituo chenyewe tutayafikisha hivyo hivyo. Tumefanya kwa upendo na tunamwomba Mwenyezi Mungu sadaka hii tuliyoifanya leo aipokee na ikawe msaada mkubwa kwa hawa watoto. Na kitu kingine kilichotuuma na ndugu yangu hapa, dada yangu, tulipopata taarifa kwamba kodi inadaiwa kodi, kwa hiyo tukawaza watoto wetu hawa wataenda wapi? Ndio maana tuliamua kuitoa kodi kwa uhitaji mlionao. Lakini katika taarifa yako umesema hapa mmepanga, mnatamani kwenda, mna kiwanja mmepata, mnatamani kuanza kujenga kule. Na mimi nichukue nafasi pia nikiwa kama mwenyekiti wa vijana wa mkoa nihamasishe jamii yetu ya Wanageita na jamii iliyopo nje ya Geita, tufike kwenye kituo hiki. Kituo bado kina uhitaji, watoto 53 ni wengi sana, tuweze kuwasaidia. Sisi Wanageita hawa watoto ni wa kwetu wenyewe, kwa hiyo tuweze kuwasaidia. Na kwa sababu hilo na mimi nitoe njia, kwa sababu Gebo pale anauza tofali. Kwa hiyo mkurugenzi wasiana na Gebo mkachukue tofali 1000 iwe sehemu ya kumbukumbu yangu ya siku ya kuzaliwa. Kwa hiyo birthday ya leo kwa sababu mmesema mnaanzisha kituo kujenga mtoke kwenye upangaji, na mimi nikiwa mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Geita, na kwa furaha ya siku yangu ya kuzaliwa na shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kunipa uzima na uhai na kuendelea kunibariki, mimi na mwenzangu Felista dada yangu tunawachangia tofali 1000 kwenye ujenzi wa makazi mapya mtakaenda kuyajenga. Kwenye birthday ya leo mimi na dada yangu hapa Felista tulitamani tuwe sehemu ya tabasamu hilo. Ndio maana tumekuja leo hapa kuwafanya watoto hawa tabasamu. Tumeleta mchele kilo 100. Tumeleta unga wa ngano kilo 50. Tumeleta sukari kilo 50. Tumeleta mafuta ya kula lita 20. Lakini pia walisema wanapungukiwa kodi ya nyumba ambayo ni shilingi 390. Nafikiri kaka yangu hapa atazikabidhi. Sisi ambao tunamfahamu Manjale kwa muda mrefu, hili sio jambo geni wala la kwanza kwake. Amekuwa akifanya hivi maeneo mengi sana. Kila anapopata nafasi anawaona wenye uhitaji, na mimi naamini pengine anaguswa na msukumo wa imani yake, kwa sababu kwenye imani tunafundishwa katika ibada nzuri kwa mwanadamu tunayotakiwa kuifanya ni kuwaona wahitaji. Kwa Manjala na yaishi maandiko na yale ambayo Mwenyezi Mungu kama binadamu ametuelekeza kwamba ukitaka kufanya ibada nzuri ni kuwaona wahitaji. Amekuwa akifanya hivi, tuliona mwaka jana kwa wale waathirika wa mafuriko alienda, na maeneo mengi amekuwa akifanya. Kwa mimi kwa niaba ya marafiki wa Manjale, chukua nafasi hii kumshukuru dogo wangu Manjale kwa huu moyo na kukutia moyo kwamba uendelee. Kwenye hiki unachokifanya ni sadaka kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Unajitengenezea himaya kwa Mwenyezi Mungu na ulinzi kubwa. Sisi tunaishi kwenye hii dunia iliyojaa chuki na hila na fitina. Sasa sometimes hatuna nguvu za kupigana wenyewe. Kimbilio letu ni kwa Mwenyezi Mungu, na tunaifanya kwa sadaka kama hizi tukitumaini kwamba Mwenyezi Mungu atatupigania kwenye kila hatua tunazozipiga. Majina yangu naitwa Matthew Daniel,
ni mlezi lakini ni baba wa watoto 53 sasa. Wamama msishangae kwamba baba amewezaje, hapana. Ndio hivyo, ninahudumia watoto 53 kwa ujumla. Wa kike wako 27 na wa kiume wako 26. Na bahati nzuri watoto wote 95% wanasoma, kwa sababu umri wao umeshafikia kwenye level ya kusoma. Na katika kusoma tu tunao mafanikio ambayo tangu tumeanza 2010 mpaka sasa tuna watoto 2 ambao wamehitimu mwaka juzi chuo kikuu kwa ngazi ya degree ya kwanza. Mmoja amesomea masuala ya ustawi na mwingine amesomea masuala ya lishe, sayansi ya lishe. Kwa hiyo ni matokeo makubwa, lakini kuna wengine ambao hawako hapa sasa, wako nje ya mkoa wa Geita wanasoma advance, na wengine wako shule tofauti tofauti ndani ya halmashauri na mkoa wa Geita. Kuna wale ambao wako hosteli la 7 Emako, kuna wako Kalangalala, kuna wengine wako Geseko, na kuna wengine kwa umuhimu wa vipindi vyao hawajajumuika na sisi, wako darasani kwa ajili ya ruhusa. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tuko hapa tunafanya hii huduma tangu tulipoanza mpaka sasa tupo tunaendelea. Hayo ndio matokeo makubwa kwa jamii yetu, maana lengo letu ni kuwafikia watoto walio katika mazingira hatarishi zaidi. Na ni faraja kubwa tunapoona ndugu wanafika kuweza kujua ya kwamba kumbe katika furaha lazima tuweze kujumuika na watoto. Hii pia inawapa somo kwa watoto kujifunza kitu kwenu, kwamba unapokuwa huko kwenye jamii kuna watu nyuma ambao pengine hata kuonekana hawaonekani, lakini kwa kupitia wewe wanaweza wakaonekana.